Maisha yanaendeshwa na kusimamiwa na mifumo tofauti, na mojawapo kati ya hiyo mifumo ni mfumo wa pesa. Huu ni mfumo wa msingi ambao unasaidia mizunguko ya maisha kwenda vizuri. Kila mtu anatakiwa awe na mifumo yake inayomsaidia kuendesha maisha yake kifedha. Kuna mambo 6 ya msingi ambayo unatakiwa kuyazingatia kama unataka uwe na mifumo imara na inayokusaidia kuishi katika hali ya uhuru wa kifedha. Jambo la kwanza unatakiwa kuzingatia ni kuwa na mfumo madhubuti kabisa wa mipango ya matumizi na mapato, pamoja na malengo ya muda mfupi, muda wa kati na muda mrefu. Pesa yoyote ambayo unaitengeneza bila kuwa na mipango inayoeleweka, bila kuwa na malengo yanayoeleweka ndani ya vipindi vya muda ambavyo umevipanga mapema, pesa hiyo mara nyingi inapotea na haileti manufaa kwa mtu anayeitengeneza. Na unaweza pia ukashindwa kujua unahitaji kutengeneza pesa kiasi gani ndani ya muda fulani, kwa sababu hakuna mipango inayokuongoza, hauna uelekeo, hauna vision. Kwa hiyo weka mipango ikusaidie kuwa na malengo ndani ya muda mfupi, wakati na muda mrefu, na kila mpango ulioweka uwekee mikakati yake ya kutafuta pesa na namna ya kuitumia. Hii itakusaidia hata kwenye kuweka akiba, kwa sababu utakuwa unajua ni kiasi gani cha pesa unahitaji baada ya muda fulani na kwa ajili ya kufanya kitu gani. Mojawapo ya kanuni ambayo inaweza ikakuongoza ni kanuni ya kutenga kipato chako kwenye matumizi makuu 3 ya msingi. Unaweza ukatenga labda 50% kwenye matumizi ya kila siku: chakula, malazi, mavazi, makazi, na ukaitenga 30% kwenye akiba kwa ajili ya dharura na vitu tofauti ambavyo unaweza ukavihitaji kwenye kipindi cha muda mfupi na muda wa kati, na unaweza ukaitumia 20% iliyobaki kwenye kila kipato chako unachoingiza kwa ajili ya uwekezaji wa muda mrefu. Hii inaweza ikakusaidia na inaweza ikawa ni tabia ambayo itakujenga na taratibu ikakuweka kwenye uhuru wa kifedha, kwa sababu matumizi yako ya kila mara umesha yakava, umeweka akiba kwa ajili ya dharura na vitu vya muda ambao sio mrefu sana, lakini pia umewekeza kwenye kipindi kirefu, kwenye miaka mingi inayokuja mbeleni. Kwa hiyo malengo ya sasa, malengo ya muda wa kati na malengo ya muda mrefu una uwezekano wa kuyatimiza kama ukienda na hii kanuni. Jambo la pili unatakiwa kuzingatia na kulifanyia kazi ni kufanya uwekezaji wa kifedha, na hapa naongelea uwekezaji wa muda mrefu. Unaweza ukawekeza kwenye hisa, kwenye mifuko ya pamoja, mutual funds. Unaweza ukawekeza kwenye mali isiyohamishika au kwenye bonds. Hii inakusaidia kuyatimiza malengo yako ya muda mrefu. Ni vizuri ukaanza uwekezaji wa kifedha mapema kwenye maisha yako, kwa sababu ukianza mapema, hata kama unawekeza kwa kiwango kidogo kutokana na kipato chako, ile compounding effect itakusaidia baada ya muda mrefu. Ukitaka utajiri wa haraka, ukitaka kutengeneza pesa kwa njia nyepesi, kwa haraka kupitia uwekezaji, mara nyingine unaweza usifanikiwe. Jambo la 3 unatakiwa kuzingatia na kulitilia maanani ni kufanya uwekezaji katika kununua muda, ujuzi na maarifa kutoka kwa watu wengine. Inabidi utambue kwamba hauwezi ukawa na muda unaokutosha kwa kila kitu, huwezi ukawa na ujuzi wala maarifa ya kila mtu mwingine yeyote duniani, na inabidi ujue kwamba kufanikiwa hakukuhitaji wewe peke yako, unawahitaji watu wengine, la sivyo utaishia ndani ya uwezo ulionao wewe peke yako. Ukitaka kwenda mbali, kupiga hatua ambazo zitakuwezesha kufika mbali kiasi ambacho unaweza ukawa hata na kitu cha kuacha nyuma kwa vizazi unavyoviacha, ni kuwa na uwezo wa kutumia kipato chako, sehemu tu ya kipato chako, kununua muda wa mtu mwingine ili afanye kazi kwenye kitu ambacho wewe umewekeza, na kipato hicho kidogo kikanunua maarifa na ujuzi wa mtu huyo au watu wengine kwenye kufanikisha malengo yako. Hii itakusaidia kufanikisha mambo mengi na makubwa ndani ya muda ule ule, na hii nguvu ya kufanya kazi kwa pamoja, mkaunganisha ujuzi na maarifa tofauti, itakusaidia kuwa na nguvu kwenye brand yako, itakusaidia kuwa na matokeo makubwa ndani ya wakati huo, na itakusaidia kutengeneza mifumo ambayo ndio hiyo inakupa uhuru wa kifedha. Njia ya 4, tumia teknolojia. Teknolojia ni kati ya vitu vichache duniani ambavyo siku zote vinabadilika na vinaelekea upande ambao unakuwa na ufanisi zaidi. Teknolojia inakomboa sana muda, inapunguza sana gharama. Teknolojia inafanya mambo ambayo hata kwa uwezo wa kibinadamu yanashindikana.
itakusaidia kwenye kufanya research, itakusaidia kwenye kutengeneza huduma yako, product yako na kudevelop vizuri, itakusaidia kuongeza maarifa na ujuzi wako, itakusaidia kufanya kazi baadhi ambazo huna ulazima wa kuzifanya mwenyewe au kuwalipa watu kuzifanya hizo kazi. Itakusaidia teknolojia hata kwenye usambazaji na uuzaji. Kwa mfano, kama unauza bidhaa za kidijitali zinanunuliwa tu mtandaoni bila wewe kuwepo, unaweka bei, watu wanajihudumia, wanalipa wenyewe, wanapata huduma au bidhaa yako. Kama unauza audio, unauza video, unauza vitabu, unauza kitu chochote kile, watu wanaweza wakaingia kwenye mfumo wako wa subscription na ikakusaidia. Lakini teknolojia iko kwenye vitu vingi, kwa mfano malipo kwa njia ya simu au kuwafundisha watu na kuwafikishia huduma zao nyingine wakiwa huko walipo. Hivyo ni vitu ambavyo teknolojia inatusaidia sana kukomboa muda, kuondoa beri ya katikati na kutengeneza mifumo ambayo unaweza ukaitegemea, kuanzia maandalizi, utengenezaji wa bidhaa, huduma, kuuza na kusambaza, na mara nyingine hata kwenye kupata feedback, mrejesho kuhusiana na huduma yako. Kwa hiyo itumie sana teknolojia na itakusaidia kuimarisha mifumo yako ya kifedha. Njia ya 6, hii ni njia ya kisasa, ni kuwa na uwezo wa kuuza huduma au bidhaa yako kwenye mifumo tofauti. Na hapa bado tunasaidiwa na teknolojia kwenye baadhi ya maeneo. Mfano, mwanasheria hana ulazima wa kusimamia tu kesi za watu. Anaweza akaamua kuwa na vipindi kwenye mitandao akitoa elimu ya sheria na watu wakamlipa. Ni maarifa na ujuzi ule, lakini anabadilisha mifumo ya kuwasilisha kwa watu. Au kuwa daktari haikulazimu kuishia tu hospitali. Bado unaweza ukawa na kurasa kwenye mitandao ya kijamii ambazo zitakusaidia kukutana na watu wako zaidi, kukutana na wateja wako, ukawasaidia hata kuwapa elimu zaidi, na hiyo elimu ndo itaendelea kuwavuta kuja kununua huduma zako nyingine. Unaweza ukaenda mbali kwa kuandaa bidhaa za kidijitali. Unaweza ukaandika vitabu ukauza, unaweza ukarekodi audio ukauza, unaweza ukaandaa kozi ukauza, unaweza ukatumia mbinu tofauti ili mradi tu ubadilishe bidhaa au huduma yako kuwa kwenye mifumo tofauti na ukawafikishia watu tofauti na ukatengeneza fedha zaidi. Huu ni mfumo ambao unaimarisha sana maisha yako ya kifedha, kwa sababu kitu hicho utakiuza mara nyingi kwa watu wengi, na inawezekana pia kwa muda mrefu. Njia ya 6 ambayo ni kiungo muhimu sana kwenye hizi zingine ambazo nimetangulia kuzitaja ni kuwa na uwezo wa kuongoza na kushawishi. Viongozi bora au watu wenye ushawishi mkubwa ndio wanaweza kufika mbali. Anakuwa na ushawishi wa kuwaweka watu kwenye kitu chake, wafanye naye kazi. Watu wako tayari kushirikiana naye na ndoto zake zinaweza zikafika mbali ndani ya muda mfupi, na zinaweza zikadumu hata miaka mingi baada ya yeye kuondoka. Inabidi ujue namna ya kuishi na watu, namna ya kuwatumia, namna ya kuwasikiliza, namna ya kuwatatulia matatizo yao, namna ya kuwasaidia pia kufikia ndoto zao wakipitia kwenye mifumo yako mwenyewe. Kwa hiyo uwezo wa kuongoza na kushawishi ni kiungo cha msingi sana, kwa sababu mafanikio yetu hatuko nayo sisi kwa ukamilifu. Tunawahitaji watu washirikiane na sisi kwenye kile tunachokifanya na tugawane kile kinachotengenezwa, kile kinachopatikana. Kwa hiyo wekeza kwenye uwezo wako binafsi wa kuongoza na kushawishi ili mifumo yako ya kifedha isimamiwe vizuri na wewe pamoja na wale ambao unashirikiana nao. Ninatumaini umepata la kujifunza. Ninatumaini kuna namna umejengeka. Asante kwa kusikiliza. Usiache kusubscribe kama bado haujafanya hivyo, na unaweza ukatuachia comment au maswali kama kuna kitu nataka tukuelezee zaidi. Mimi naitwa Michael na hii ni Lenzi.